Habari yako bosi wangu. Leo nataka nikueleweshe kitu kinachoitwa volumetric weight. Sio tu weight, volumetric weight. Sote tunaiona hii ndege hapa. Hii ndege ni kichumba tu. Hakiwezi kutanuka ukubwa wala kubwa. Yaani ni kichumba tu kama hivi kilivyo. Sasa tujiulize kitu kimoja. Tuseme wewe ndugu mteja ndio mmiliki wa hii ndege. Inarusha mizigo kutoka China kwenda Tanzania. Katika biashara yako umeshapanga kwamba hii ndege inatakiwa irushe tani 7,000 kgs. Hii ndege inapaswa kurusha tani 7 kila inaporuka kutoka China kwenda Tanzania. Na sio tu Tanzania, kwenda nchi tofauti tofauti. Sasa katika hii ndege ikirusha chini ya tani 7, hiyo ni hasara kwako wewe mmiliki wa hii ndege. Maana yake ni kwamba utafanya kila unavyoweza kuhakikisha kwamba hii ndege ili iruke lazima iwe ina tani 7 ndani yake. Sasa kuna kitu kinaitwa volumetric weight. Volumetric weight ni nini? Wanachukua mzigo wanauconvert kuwa, yani volume ya mzigo wanaiconvert kuwa weight kama kilo. Kwa sababu gani? Mfano, tuseme hii ndege sasa hivi unakwenda kuijaza mipira ya miguu humu ndani. Maana yake ni kwamba hili ndege lizima litajaa mipira ya miguu likiwa na kilo 500 tu. Kwa sababu mipira ya miguu sote tunaifahamu, mikubwa miepesi, mikubwa mepesi, mikubwa mepesi. Maana yake hii tunakwenda kuijaza humu ndani. Tutakapoijaza humu ndani, lidege lote hili litakuwa na kilo 500 tu. Sasa tujiulize, je, kama wewe ndio mmiliki wa hii ndege, utairusha hii ndege? Utairusha na kilo 500? Hapana, hautoirusha na kilo 500. Utakachokifanya, utaangalia hii mipira inachukua uzito wa kilo ngapi? Kwamba mipira yako sawa ina kilo 500, ila imejaza ndege yangu. Ndege inatakiwa ibebe tani 7. Kwa hiyo utamchaji huyu mteja kwa hizi kilo ambazo anapaswa kulipia. Maana yake ni kwamba sisi utakapotuletea mzigo hapa, kwa mizigo ya kawaida haina matatizo. Lakini let's say unatuletea vimipira vingi, yani vimipira vimejaa, yani viko namna hii. Tukivipima kwenye uzito, kwenye mzani, of course, mzani utaonyesha kilo, let's say kilo 5. Lakini huu mzigo wako tukiupeleka kwenye airline company, mfano Ethiopian Airlines au Air Tanzania au makampuni ya usafirishaji, yatatuchaji kitu kinachoitwa volumetric weight. Watapima length, yani watapima volume, length times width times height, yani wanapima urefu, upana na kimo. Hii ni volume tayari, halafu wanakuja kuigawanya kwa 6,000. Hapo watakuja kupata kiasi cha uzito, kwamba huu sio uzito, watakuja kupata wanapata uzito huu ambao unaitwa volumetric weight. Kwa hiyo unakuta mzigo wako kuna uwezekano na kilo 5, lakini wakipima hizi dimensions wanakuja kujua kwamba mzigo wako huu kutoka kwenye kilo 5 inabidi tukuchaji kama kilo, let's say 80 mfano mwingine, mizigo kama bumper za gari, car bumpers. Mizigo ya bumper za gari, bumper ya gari ni nyepesi, ile nyepesi ukiweka kwenye mzani inaonyesha kilo 10. Lakini bumper ya gari ukipima volumetric weight inaweza kafika mpaka kilo 150. Kwa hiyo unaponunua mizigo, ndugu mteja, tafadhali zingatia, usinunue mizigo ambayo ina volumetric weight, kwa sababu lindege hili
ndege haitanuki. Tukipeleka kule, wao watakachokifanya watapima volumetric weight. Kwa hiyo mizigo kama mipira ya miguu, hakikisha umetoa hewa ndani ya huo mpira wa miguu. Au labda mabampa ya gari, bampa za gari na kushauri usilete hapa. Utakapoleta bampa za gari, tutakuchaji hii volumetric weight. Utakuja kusema kwamba bwana, mzigo wangu mbona una kilo 10 tu? Unakuja kunichaji kilo 150, kwa sababu hata hawa express wa Kichina, mfano SF Express, wakiusafirisha mzigo wako kutoka kwa supplier kuja hapa kwetu, kuja hapa Umoja, wakiwa wanasafirisha mizigo yako kutoka kwa supplier kuja hapa, nao hawa SF Express wanachaji volumetric weight. Ni kwamba supplier wako hakwambii tu. Ukiangalia ile weigh bill ya SF Express, mara nyingi mule ndani yake unakuwa na Kichina kingi, lakini vile vile wanakuwa wameandika kwamba huu mzigo tunachaji kama kilo 150. Kwa hiyo huo mzigo kama mfano bampa za gari au mipira ya miguu au ile mipira sijui ambayo ya kuchezea watoto, inakuwa ipo tu, yani kimpira kipo tu, yani vinaelea kwenye maji vile vya kwenye swimming pools, vile vyote ni vya kuchaji kwa volumetric weight. Kwa hiyo tafadhali zingatia kwenye manunuzi ya mzigo, usije kununua mzigo ambao una volumetric weight. Mizigo mingi haina matatizo. Mizigo mingi haina matatizo. Ila wewe zingatia kama mzigo ni likubwa, jepesi, hiyo hapo unakwenda kufall kwenye volumetric weight. Ni hayo tu. Asante.